Leo ikiwa tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 ni siku muhimu ya Askofu Nabii Wilson Muthondu alias Maina wa OTC, ambapo anawekwa wakfu katika ofisi ya askofu. Je, Askofu Maina wa OTC ni nani? Hii leo tunaangazia maisha yake, safari yake ya kuhubiri na pia ile ya unabii. Askofu alizaliwa katika kijiji cha Kiangagi, Kiharo katika kaunti ya Murang'a, akiwa mtoto wa kwanza wa Julius Irongo na Grace Muthoni. Askofu Maina wa OTC alisomea shule ya msingi ya Kiawambau, na alipoona kuwa nyumbani kwao kulikuwa na shida za kinyumbani, alitorokea mjini Murang'a na akajiunga na chokoraa. Baada ya kukua chokoraa kwa muda, alienda Maragwa ambapo aliajiriwa kazi ya shamba boy kwa muda wa mwezi mmoja, na baadaye akasafiri kwenda Nairobi. Alipofika Nairobi, alipatana na nyanya yake ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuuza mahindi Gikomba. Wakaanza kuishi na yeye na kufanya biashara pamoja. Baadaye alijisimamisha na akaanza biashara yake ya kuuza vitu ndogo ndogo, na hapo ndipo aliokoka katika dini ya Akorino na akafungwa kilemba. Askofu aliingia katika sanaa ya mziki kama mwanadensi katika nyimbo za wasanii wengine kama Simon Kenywa na pia Sauro Sauro, na kupata umaarufu sana. Wasanii wengine aliocheza kwenye nyimbo zao ni kama Elizabeth Nyambere, Dancas Gethua miongoni mwa wengine. Alipopata umaarufu katika usanii, akaajiriwa kazi na waimbaji ya kuzunguka mijini na masokoni akiuza kaseti za nyimbo zao. Wakiwa Nairobi, mara nyingi walikuwa wakipatana OTC, na hapo ndipo alibandikwa jina Maina wa OTC. Hapo Mungu alianza kumtumia watu tofauti asiyowajua wampe ujumbe kwamba atakuwa akitabiria nchi na mataifa ya ulimwengu. Akiwa kwa biashara ya kuuza kaseti, ndipo alipatana na mpenzi wake Esther Wajiro, na wakaanza kuishi pamoja huko Mukuru kwa Ruben, nyumba iliyokuwa ya cartons, waliokuwa wakilipa shilingi 95 pekee. Baadaye alijiunga na biashara ya matatu kama makanga kwa muda, na kisha akaingilia biashara ya kuuza CD. Ikawa ngumu na akarejea biashara ya matatu tena. Akiendelea na biashara zake, ndipo alipewa ujumbe na Mungu na kuagizwa ajengee Bwana hekalu ambayo itaokoa watu wengi, na hapo ndipo alianza kuenda sehemu za kuombea kama vile Katoloni na Mispa Nakuru akifunga na kuomba. Askofu Maina wa OTC alizidi kunenewa kuhusu kuanzisha kanisa, na sababu hakufikiri anaweza kuwa mchungaji, alitafuta wachungaji watakaomwekea kanisa, lakini wengi walikataa, na hapo ndipo alianza kanisa lake la OTC mwaka wa 2009. Na mwaka huo huo wa 2009 akawekwa wakfu kama mchungaji na aliyekuwa askofu wakati huo marehemu Stanley Geshuru, na akampa kava ya kanisa na likaitwa The Akorino Gospel Church. Mnamo mwaka wa 2012 marehemu Archbishop Mungai akatumwa na Mungu kwa Askofu Maina wa OTC ampe jina la kanisa Born Again Christian Church, na akaamrishwa agharamikie uandikishaji wa kanisa hilo. Askofu Maina wa OTC aliendelea kuhudumu kama pasta hadi mwaka wa 2015 ambapo aliwekwa wakfu katika ofisi ya Reverend na Archbishop Benjamin. Siku hiyo hiyo pia ndio ilikuwa siku ya harusi ya Askofu Maina wa OTC na mke wake Esther Wanjiru. Mwaka wa 2016 serikali ya kaunti ya Nairobi ikapitisha sheria kwamba kanisa zote zilizokuwa zikihudumia open air sio halali na ziondolewe. Hapo Askofu Maina wa OTC na washirika wake wakaanza kukamatwa wakipelekwa kotini, na mara nyingine wangewekwa kwenye vituo vya polisi hadi jioni na kisha wangeachiliwa. Waliendelea kuhangaishwa kwa zaidi ya miezi mitatu hadi wakati aliyekuwa gavana wa Nairobi wakati huo Evans Kidero alipoita Askofu Maina wa OTC na kumpa barua ya kuendelea kuhudumu katika kanisa lake la OTC. Kutoka mwaka wa 2017
Askofu akaendelea kunenewa sana na Mungu, akawa akiandika jumbe hizo kwenye makaratasi na kuzisambaza usiku, na wakati mwingine alikuwa akikamatwa na polisi. Na alipoona jumbe hizo hazifikii watu kwa njia inayostahili, akawa na wazo la kurekod video, na wakati huo alitabiri kuhusu ugonjwa wa saratani. Ngai akoretwo akijariria iguru rigie murimu uria wi bururi wa Kenya wa kansa, na Ngai akamenyithia, Ngai roho Ngai akimenyithia ati ti murimu ni kigongona kia ngoma gikorwo kihanditwo bururi wa Kenya. Riu ni ndigwa roho wa Ngai ni ajaririe na ni akoretwo akijariria kwa ihinda rirathio kuthira ota mwaka na mieri uguo, na Ngai roho wa Ngai ni atengeretie muno na Ngai ngiro ndware ndumiriri ino. Video hiyo iliwekwa kwenye mitandao na ikasambaa sana, na hapo ndipo alianza kupeana jumbe zake kwenye mitandao. Mwaka wa 2018 Mungu akamnenea kuhusu janga litakalo ikumba dunia nzima. Ngai de kurora kana wi gitonga kana wi muthini. Ngai araiga ekuhura andu na miena yothe. Ndakwira atiriri iyo tingira mwaka uyu Ngai aranjirire riu andu macuthiririe mwaka uyu kuma muthamaki kinya uria munini metereri ihura ria Ngai. Askofu Maina wa OTC alisikitika sana, akaanza maombi, akazunguka sehemu tofauti tofauti akipeana ujumbe huo, huku akiomba akiwa amevalia magunia, lakini watu hawakumwamini wakati huo, na alivyokuwa akizidi kuomba ndivyo ujumbe huo ulikuwa ukimjia. Ona maundu macoka no uguo andu murenda na munyite ahawega nigu gutangatho na maundu maikare ora murenda no ni atiriri kwina thina tondu Ngai araiga kwina ikuo nyingi cikuonekana nyingi cia corona gukira iria ikuito. Kwina andu aingi muno mekurwara na murimu uyu, koguo na riria murona ona muthamaki agite gutangatha, ona muthamaki ni ahuthagirwo ni Ngai. Ndamwira atiriri, mnamo mwaka wa 2020 janga aliloonyeshwa askofu likatimia, na COVID-19 ikakumba ulimwengu mzima na watu wengi sana wakafariki. Hapo ndipo watu walianza kuamini jumbe za Askofu Maina wa OTC na kumfuatilia sana kwenye mitandao. Baadaye askofu walipeana unabii kama vile muhula wa kwanza wa uhuru utawa mzuri, lakini muhula wa pili uwe mgumu sana, na Mungu atamtumia manabii na akiwasikiza mambo yawe shwari. Pia akakanya wananchi kukejeli rais, na wasiposikia magumu ya serikali ya uhuru, Mungu angeyazidisha kwa serikali itakayofuata. Maundu maria maririe hindi ya uhuru na mau uguo makirite na kureko maundu maria matumire muthamaki uria meno. Ngai araiga gutire kaundu ona kamwe ekurugirira kagacondorithio uhuru matekugerera thiini wako. Pia alipeana unabii mwingine, Gachagua akosane na rais hadi atimuliwe kutoka ofisini. Rigathi wa Gachagua ndagwa mutikarikia na mugikarikia na ugigatuika ati ni uguthuro ringiri wi deputy wake ri iyo thuro ukajuria kiuria, na atakapotimuliwa Mungu atampa favor na watu wampende zaidi. Uyu Rigathi wanonekana emuru ri no atuike uteithio muthenya umwe thiini wa bururi. Toria nderaga ndu tigai kuhura uhuru ni kuri hindi tugathi kumwetha. Ndamwira mwahura Rigathi kwi hindi tukaugaga kaba tutangia muhurire. Na pia alipeana unabii mwingine wa miti 7 kung'olewa na Mungu, ambapo miti hiyo iliashiria viongozi 7 kuondolewa kwa njia ya kifo. Tia guga 3 uga mugwanja koguo andu mugwanja ri Ngai ni akumamunya bururi wothe kana nginya Mount Kenya. Ngiuga atatu Mount Kenya ri acio angi kari aku kuri ona kabira ingi na nona andu aria matumite bururi ucae ndakwira Ngai no ekumamunya tondu Ngai araiga andu aya ndarigia kumunya muti uyu no ngumamunya. Koguo ithuĩ ni tuhoete na mugambo rathi na mbere kuga ni ngumamunya. Na pia alitabiri mambo mengi sana. Kwina muihuro roka wa mai na ni ugukinya kuria utari wakinya na ni guguthio hathara nene muno. Bururi uragia maandamano matari monekana niguo na tukurikia tamu na maandamano
na rugo kwa ndamano kinya andu matari maandamana na ndakwira atiriri ni gugukinya hindi andu maandamane mathiete State House na mahoro na tia gas marege kura makome hau kigokona kia matuine Jehova tutingeriganiro ni kuiga former president Uhuru Muigai wa Kenyatta guoko-ini gwaku Ngai nĩ wanjareirie thirikari-inĩ ũkiuga atĩrĩrĩ njĩre andũ a bũrũri mũthamaki ndarumagwo ndĩrenda tũroreria rĩrĩ andũ arĩa me UK diaspora andũ acio nĩ arata aitũ ugai Ngai andũ arĩa me diaspora magĩte mawĩra kĩgongona gĩkĩ kĩrũmanĩrĩria Ngai Jehova nĩtũgũkũhoya Ngai nĩ ũndũ wa mwena wa mũng'ethanĩro ũrĩa ũtongoragio nĩ Rigathĩ wa Gachagua na ũrĩa makoragwo na Stephen Kalonzo Musyoka na pia alitabiri mambo mengi sana kwenye stesheni za YouTube kama Castro Media, Kikuyu Star TV, Morori TV, Kehoreri Updates, Kish Media, Munajomo, Barodhi wa Thayo miongoni mwa zingine. Kutoka wakati Askofu Maina wa OTC alianza kupeana jumbe hizi, amekuwa akisisitiza kuwa ili unabii mbaya usitimie, watu wafunge na kuomba kwa kuwa Mungu ni mwenye huruma. Askofu Maina wa OTC alipoitwa kumtumikia Mungu, aliahidiwa kuwa Mungu atamlipa na asilokuwa akijua ni ati angelipwa kwa njia ipi. Lakini baadaye Mungu alimlipa na kanisa kubwa sana ambalo lilijengwa kwa miujiza na watu asiokuwa akiwajua. Born Again Christian Church Cathedral ni kanisa linalohudumia maelfu ya watu walioko Kenya na wengine katika nchi zingine. Nabii Askofu Maina wa OTC amepata umaarufu mkubwa, na siku hii ikiwa ni siku yake, wanaomfuatilia wanashukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpandisha nabii wao katika ngazi ya bishop siku hii ya leo. Mungu abariki askofu na Mungu abariki nchi.